wakati wote. Neno ushirika limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiingereza fellowship, ambalo limetafsiriwa kutoka katika neno
Mwangalie jirani yako kama unayo namba yake, kumtakia asubuhi njema na kazi njema. Na tumaini tutajifunza kitu jamani. Inatia moyo kama mtafuta tu kwa ajili ya kukutakia kazi njema, kukusalimu, kujulia hali, inapendeza. Sasa kabla hatujaendelea, nikipenda darasa la ubatizo tufike hapa mbele kwa ajili ya kuimba, lakini pia wimbo tutakaoenda kuimba ni wimbo kitabuni na tabia asili. Kwa hiyo nikipenda hata wengine pia mje tuunge mkono, kwa sababu si darasa la mchezo au hamtupendi. Basi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Naomba muongeze sauti. Haleluya. Haleluya. Tutamwimbia. Ni somo la 4 katika
Simuliwa na Renato kutoka, ni Mbrazili ambaye anasimulia kutoka Thailand. Renato alikuwa akiandaa mahubiri ili kuweza kuhubiri siku inayofuata ambayo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Alikuwa mbali na nyumbani kwao Brazil, na hivyo akawa hajui afanye nini ili aweze kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Alimwomba mchungaji kwamba namna pekee ambayo angeweza kusherehekea siku yake ya kuzaliwa ni kwamba angehubiri siku hiyo ya Jumamosi. Alikuwa anaomba ruhusa kutoka kwa mchungaji kama angeweza kupata hiyo nafasi. Wakati akiwa anaendelea kusoma maelezo ya hubiri lake alilokuwa analiandaa, alipigiwa simu kutoka makao makuu ya division ya Amerika Kusini, na simu hii ilimhitaji kwamba kama angeweza kufika katika uwanja wa ndege wa Bangkok. Aliyepiga simu alikuwa ni mkurugenzi wa idara katika division ya Amerika Kusini. Renato alipopokea ujumbe huu kutoka kwa kiongozi, aliitikia, na hivyo akafikiria kwamba kumbe wakati anafikiria kuandaa hubiri kwa ajili ya siku yake ya kuzaliwa, Mungu alikuwa na mpango mwingine, na hivyo aliweza kuanza safari yake na kwenda katika uwanja wa ndege. Lakini changamoto aliyokuwa nayo ni kwamba alikuwa hajui lugha ya Thai vizuri, hivyo alikuwa na wasiwasi kwamba angewezaje kuwasiliana na polisi, lakini pia alikuwa na wasiwasi juu ya kuzungumza na polisi juu ya mtu ambaye alikuwa hata hamjui. Mkurugenzi wa idara alipompigia simu alimwambia kwamba huyu Renato aweze kufika uwanja wa ndege kwa ajili ya kuonana na mshiriki ambaye alirudi nyuma, mshiriki Mwadventista aliyerudi nyuma, na alikuwa na changamoto ya kwamba alipatikana na kosa la kukamatwa kwa kusafirisha madawa ya kulevya. Hivyo aliweza kufika pale katika uwanja wa ndege wa Bangkok, lakini kwa bahati mbaya alikuta yule mtuhumiwa ameshapelekwa eneo lingine. Wakati alipoambiwa kwamba mtuhumiwa amepelekwa eneo lingine, huyu Renato hakuwa na la kufanya, hivyo ilimbidi arejee nyumbani kwake. Majuma kadhaa yalipita, aliweza kupokea simu nyingine tena, ambayo kwa mara hii ilikuwa ni ya mwanasheria wa yule kijana aliyekamatwa kwa usafirishaji wa dawa za kulevya, na mwanasheria aliweza kumwomba Renato kama angeweza kufika katika maeneo ya Bangkok, kwani huko ndiko kulikokuwa na mteja wake huyu aliyekamatwa na madawa ya kulevya. Na Renato aliweza kuitikia wito na akaenda huko. Kijana huyu aliyekamatwa kwa usafirishaji wa madawa ya kulevya, wakati yupo gerezani alikuwa na uhitaji wa chakula, na vyakula aina ya nyama ya nguruwe na vyakula vya baharini ambavyo ni maarufu nchini Thailand.
ndivyo vilivyokuwa vikipelekwa mara nyingi gerezani. Hivyo kijana huyu hakuweza kuvitumia kwa sababu vilikuwa ni vyakula najisi. Kwa hiyo kwa muda wote ambao alikuwa gerezani hakuweza kula chakula najisi, na wakatafuta chakula cha kumpelekea kijana huyu akiwa gerezani. Walifanikiwa na wakampelekea chakula, wakawa wanampelekea hicho chakula ambacho sio najisi. Wakati Renato akiwa anazungumza na kijana huyu ama mvulana huyu, mvulana alionyesha kukiri kuwa alikuwa ametenda kosa kubwa, na hivyo alionyesha shauku ya kupatanishwa na Mungu. Mnasemaje? Alionyesha shauku ya kupatanishwa na Mungu. Mnasemaje? Renato aliweza kuomba pamoja na kijana huyu na wakawa wanazungumza juu ya upendo wa Mungu. Baada ya muda kadhaa, Renato alipokea simu nyingine kutoka kwa huyu mwanasheria ambaye alimweleza kwamba kuna mteja wake mwingine ambaye yuko gerezani, ambalo hilo gereza haliko mbali na Thailand, na hivyo akamwomba Renato aweze kufika kwa ajili ya kumtembelea huyu mteja wake mwingine. Renato alifanya hivyo na alifanikiwa kutembelea, na huyu Renato ambaye alifika Thailand kwa ajili ya kuwa mwalimu, kwa ajili ya kuwa mwalimu missionari katika shule ya Waadventista wa Sabato yenye katika darasa kwa wanafunzi wa darasa la 4 ambao wapo 100, aliweza kukutana na watuhumiwa hawa wakiwa gerezani, na hivyo kila baada ya mwezi ameweka ni utaratibu wake kwamba anawatembelea hawa watuhumiwa wakiwa huko gerezani na anajifunza nao neno la Mungu na kuwatia moyo. Lakini dhamira yake kubwa na lengo lake kubwa, Renato akiwa kama mishonari anatamani aendelee kukutana na wafungwa wengine zaidi gerezani ambao ni wageni, ili aweze kujifunza nao neno la Mungu. Mnasemaje? Renato anasema, ninaomba ili mioyo yao ibadilishwe, huenda katika siku zijazo tutaona matunda ya maombi haya. Aliomba washiriki wa kanisa kote ulimwenguni kuungana naye katika ombi. Omba kwa ajili ya watu hawa wawili na pia kila mgeni aliyeko gerezani nchini Thailand. Itakuwa jambo zuri sana kama watapata nafasi ya kukutana na Mungu. Omba kwa ajili ya wafungwa nchini Thailand na ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na kila mtu ambaye amefungwa katika mzigo wa hatia ya dhambi. Omba kwa ajili ya wamishonari wa Adventista kama Renato wanapotangaza habari njema kwamba Yesu alikufa ili kuwaweka huru wafungwa kutoka katika dhambi. Asante kwa kupanga kutoa sadaka yako ya Sabato ya 13 ya robo hii ambayo itasaidia kueneza Injili katika division ya kusini mwa Asia Pacific inayojumuisha Thailand. Na huu ndio ulikuwa gazeti la utume. Mungu aweze kuwabariki. Bwana na Bwana asifiwe. Amina. Mimi kwa jina naitwa Nuru Mwangalizi. Jamani, alikuwa pamoja nasi katika ombi.
Bwana ni mwema wakati wote. Basi nipende tu kukumbushia hili tangazo ambalo tulitangazia kutoka Sabato iliyopita. Tunaendelea kukumbusha kwenye madarasa yetu kwa ajili ya michango yetu ya kufanikisha yote ambayo tutakuwa nayo iko mbele yetu ya kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 31 mwezi wa 5. Kila darasa tunatamani kuanzia shilingi 50,000. Kwa hiyo tuendelee kuchanga, na kimpendeza Bwana tukitoa zaidi ndio itakuwa vizuri zaidi. Kwa Bwana tusaidie tufanikishe hiyo kila darasa, tujitahidi kukusanya kiasi hicho kuanzia 50 kwenda juu, isiyo chini ya hapo, ili kukamilisha lengo letu na goli letu ambalo tumetamani kulipata litakalotuwezesha kufanikisha mahubiri hayo ya Damet Event. Bwana awabariki sana kwa namna ambavyo endelea kujihusisha. Asante kwa kweli muda umeshaisha. Leo tuko tarehe 26, Sabato ijayo tarehe 3. Kwa hiyo ni nafasi zaidi tukikamilisha ndani ya tarehe 3 hiyo itapendeza, ili kuanzia tarehe 10 tunapoanza mikutano hiyo angalau ile goli tunakuwa tumeshakamilisha. Kwa hiyo niombe sana tujitahidi kwenye madarasa